Hivi umewahi kukaa na mtu unakuta anacheka lakini moyoni unahisi kuna kitu hakiko sawa? Au umewahi kuzungumza na mtu anakwambia ndio, lakini ndani yako unahisi kabisa anamaanisha hapana? Karibu sana kwenye video hii. Leo nitakufundisha jinsi ya kusoma akili ya mtu yeyote bila uchawi, bila ramli na bila kuuliza maswali yaliyo mengi. Hizi ni siri za saikolojia. Zinatumiwa na wachambuzi, wachunguzi, wafanyabiashara wakubwa, wana saikolojia na watu wanaoelewa sana tabia za binadamu. Ukitazama video hii mpaka mwisho utaanza kugundua mtu anakudanganya. Lakini pili, kujua mtu anakupenda au anakuvumilia tu. Lakini wakati mwingine kusoma hisia za mtu mwingine hata akiwa kimya. Kama unapenda content za akili, maisha na kujijenga, basi subscribe, bonyeza like na tuende pamoja kwenye somo letu. Moja ni kwamba kwa nini ni muhimu kusoma akili ya mtu. Kusoma akili ya watu hakumaanishi kujua kila wanachofikiria, bali ni kuelewa ishara zao. Ukijua kusoma watu, hutodanganywa kirahisi, hutumiki kihisia, hutumia maneno sahihi kwa mtu sahihi, na wakati mwingine husaidia kutanguliza mipaka yako mapema. Tatizo ni kwamba watu wengi wanasikiliza maneno, lakini hawatazami tabia. Kumbuka hii, maneno yanaweza kudanganya, lakini tabia huwa haisemi uongo. Ishara ya pili ni lugha ya mwili, kwa maana unaweza kutumia body language, silaha kubwa. Asilimia zaidi ya 70 ya mawasiliano ya binadamu hayafanyiki kwa maneno. Moja yanafanyika kwa macho. Mtu anayekukwepa macho mara kwa mara ana hofu, ana kitu anaficha, au hana uhakika na anachokuambia. Lakini pili, mtu anayekutazama sana bila kupepesa macho mara nyingi anaweza kuwa anakudhibiti au kukutathmini wewe. Pili, uangalie mikono. Mikono imefungwa kifuani, maana yake mtu hajafunguka. Lakini mikono wazi, mitulivu, maana yake mtu yupo comfortable. Tatu, miguu. Watu wengi hawajui hili. Miguu inaonyesha hisia za kweli kuliko uso. Miguu ikielekea mlangoni, au tunasema ikielekea mlango, maana yake mtu anataka kuondoka. Miguu ikielekea kwako, maana yake mtu anavutiwa na wewe. Lakini tatu, unaweza kuangalia kwenye sauti na mtindo wa kuongea. Sio kila mtu anachosema, bali jinsi anavyosema. Dalili za mtu asiye mkweli: moja, kubadilisha sauti ghafla. Pili, kusema kwa haraka sana au polepole sana. Lakini tatu, kujirudia sana kwenye maelezo yake. Dalili ya mtu mwenye uhakika: mara nyingi anakuwa na sauti tulivu, majibu mafupi lakini yenye maana. Lakini tatu, hakimbii maswali. Kumbuka jambo moja, ukweli hauhitaji mapambo mengi. Mara nyingi unazungumza kidogo, unamaanisha yaliyo mengi. Lakini cha tatu, muangalie maneno madogo yenye maana kubwa. Maneno madogo yanafunua akili ya mtu. Angalia tofauti hizi. Nadhani nitajaribu. Jua huyo mtu hana uhakika. Lakini ukiona mtu amekujibu nitafanya kwa ulichomwelekeza, huyo mtu ana uhakika. Akitia labda, manake anajilinda. Akisema hakika, manake ana msimamo na jambo analolifanya. Watu wanaosema sana kwa kweli niamini, mara nyingi wanajaribu kukushawishi, sio kukuambia ukweli uliopo. Lakini 4, angalia tabia zinazojirudia, kwa maana patterns. Usimhukumu mtu kwa tukio moja, mhukumu kwa marudio. Akikupuuza mara moja, anaweza kuwa na stress. Akikupuuza kila mara, hiyo ni tabia. Akikuchelewesha mara moja, sawa. Akikuchelewesha kila siku, anakudharau. Akili ya mtu iko kwenye kile anachofanya mara kwa mara, sio anachosema mara moja. Lakini 5, hisia zako ni dalili muhimu. Kuna kitu kinaitwa intuition.
Ukiwa na mtu unahisi kuchoka bila sababu, unahisi wasiwasi bila kuelewa, lakini pia unahisi kama unajilazimisha. Hiyo ni akili yako ndogo ikikusanya taarifa haraka kuliko akili yako ya kufikiri. Usipuuze hisia zako. Sasa nataka nikuelezee jinsi ya kutumia ujuzi huu bila kuumiza wengine. Lengo la kusoma akili ya mtu sio kumdanganya au kuwatumia au kuwaumiza, bali ni kujilinda, kufanya maamuzi sahihi na kujenga mahusiano yaliyo bora. Akili kubwa huja na maadili makubwa. Kwa kumalizia, kumbuka haya: sikiliza tabia zaidi ya maneno, lakini pia angalia lugha ya mwili. 3, tambua marudio ya tabia. 4, sikiliza hisia zako. Ukianza kutumia haya, utaanza kuona watu kama kitabu kilicho wazi. Kama video hii imekufungua macho, like, share na subscribe. Andika comment nimeelewa kama umefikia mwisho wa video hii. Mpaka video inayofuata, endelea kujijenga, kuimarisha akili yako na kulinda thamani yako.